Nataka kuwasihi katika fundisho moja ambayo ni katika hali ya kupatanishwa. Wakolosai, kitabu cha Wakolosai, tutasoma kitabu cha Wakolosai na katika fundisho hili fupi. Wakolosai 1. Katika hali ya kupatanishwa na Yawe. Inasema hivi mstari wa 13 wa Wakolosai 1. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Wakati Yeshua aliweza kutuokoa, alituhamisha katika ufalme. Ufalme huo ni ufalme wa mwana wa pendo lake. Katika huyo mwana ndiposa tukapata ukombozi ambao ni msamaha wa dhambi. Na katika msamaha wa dhambi huo ndipo, kwa sababu dhambi ndiyo iliyotutenga na Yawe, sasa tunarudishwa, tunapatanishwa tena na Yawe. Watu walikuwa wamekosana, sasa wanarudishwa wapatane na Yawe. Sasa dhambi inaondolewa, tunarudishwa, tunapewa upatanisho. Na mwenye ako na uwezo wa kutupatanisha ni mwana wa Yawe. Kwa hivyo kama huamini mwana wa Yawe, basi kipatanisho chako na Yawe kinakuwa zito, kunakuwa na shida. Ni vizuri kubali mwana wa Yawe, kubali Yeshua ni mwana wa Yawe katika hali zote. Alikuwako kitambo, Yawe akamtuma ulimwenguni, akazaliwa na Bikira Maria bila mwanaume, ili kwamba awe afananishwe na ndugu zetu, afananishwe na sisi. Alikuwa Yawe, alikuwa hapo mwanzo yuna namna ya Yawe. Lakini sasa akajinyenyekesha, akawa mtiifu hata mauti. Kwa hivyo akatuhamisha katika ufalme wa mwanae wa pendo lake. Na katika huyo tuko na msamaha wa dhambi. Mstari wa 15 inasema, naye huyo mwana, naye ni mfano wa Yawe asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Sasa huyo mwana ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe, na ni mfano wa Yawe. Kwa hivyo mwana huyu, kwa nini anaweza kutupatanisha na Yawe? Kwa sababu ni mfano wa Yawe. Kwa hivyo Yawe alijipatanisha na yeye mwenyewe, kwa sababu kama ni mfano wake, tupatanisha na yeye na nafsi yake. Kwa hivyo mwana ni nafsi ya Yawe. Yeye na Yawe wanashare, wako sawa. Katika kitabu cha Wafilipi 2 ndio inasema hivyo. Kuanzia 5 hapo teremka, anasema walikuwa sawa. Ukisoma English inasema walikuwa equal, walikuwa wanatoshana. Kwa hivyo kuna nafsi ya Yawe, walikuwa wanashare jina moja, na mambo kama hayo ambayo tunaendelea kujifundisha katika kusanyiko, katika somo tuliokuwa nao Sabato. Anasema hivi mstari wa 16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Nilikuwa nimesema ya kwamba Yawe, Yeshua mwana wa Yawe, alikuwako kabla ya vitu vyote. Kabla ya vitu vyote, na kabla ya kuzaliwa kwa Miriamu alikuwako. Ni kunyenyekea tu, alinyenyekea akazaliwa katika mti, akazaliwa na mwanadamu ili aweze kutuokoa, afananishwe na wanadamu, hata kama si 100%, si 100%, sababu yeye hakuwa na baba, hakuwa na Maria. Yusufu hakuwa baba yake mzazi, alikuwa baba yake mlezi. Kwa hivyo akawa amefananishwa na sisi, lakini si 100%, kwa sababu sisi ni 100% binadamu, sababu tuko na mbegu ya mwanaume na mwanamke. Kwa hivyo tumesikia amekuwa kabla ya vitu vyote, na vitu vyote vishashikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kusanyiko ama kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Ni mwanzo wa kila kitu, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Mzaliwa wa kwanza katika wafu, mzaliwa wa kwanza katika viumbe vyote vya mbinguni na duniani, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kweli awe mtangulizi katika mambo yote, kwa kuwa yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae.
na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake. Sasa fundisho letu hapa ndivyo inasema kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote. Kwa hivyo kwa huyo mwana, kwa huyo Yeshua ambaye ni Yawe mkombozi, kwa yeye akavipatanisha, Yawe akavipatanisha vitu vyote na nafsi yake. Vitu vyote, sisi na kila kitu tuweze kupatanishwa na nafsi ya Yawe. Kwa hivyo ni nafsi ya Yawe ikijipatanisha na yeye mwenyewe. Yani nitasoma andiko lingine litakaloonyesha ni Yawe alikuwa ndani ya mwana akijipatanisha yeye na nafsi yake. Kwa hivyo vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya mti wake, kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu na vya nchi na vilivyomo mbinguni. Kwa hivyo alikuwa anatupatanisha na nafsi yake. Nafsi yake Yeshua alikuwa anatupatanisha na nafsi ya Yawe. Yawe alikuwa anatupatanisha na nafsi yake mwenyewe akitumia mwana, ambaye mwana ako na nafsi ya baba bado. 21 nasema, na nyinyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenyu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Kwa hivyo tumepatanishwa sasa. Tulikuwa wenye dhambi ambayo ilikuwa imetutenga na Yeshua, imetutenga na Yawe. Sasa tumepatanishwa na Yawe. Dhambi ndio ilikuwa imetutenga. Hata saa hii ukiwa na dhambi, jiepushe sana na dhambi. Ukiwa na dhambi tubu, ili kwamba uendelee kuwa kimoja na Yawe na Yeshua. Dhambi ndio inaweza kukutenga na Yeshua na Yawe, lakini si vitu zingine. Kumbuka Warumi inauliza ya kwamba ni nani anayetaka tutenga na Yeshua? Ni kupata shida. Hizo zote haziwezi ni adha, ni mambo hayo yote, ni kukosa chakula. Inasema la hasha, haziwezi kututenganisha. Kile kinachotutenga na Yeshua na Yawe ni dhambi. Kwa hivyo dhambi nayo inaondolewa kwa kukiri, unatubu, Yawe anakupa msamaha wa dhambi. Kwa hivyo akatupatanisha tuliokuwa na matendo mabaya. Sasa ametupatanisha katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete nyinyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Kwa hivyo ili kwamba atupatanishe, atulete kwa Yawe. Katika Wakolosai, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ama ni watano, Wakorintho wa pili 5. Nataka tusome hapo kwa sababu tunaangalia vile upatanisho, vile tunafaa kupatanishwa. Mstari wa 17 inasema, hata imekuwa mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Masihi amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwako mapya. Mtu akiwa ndani ya Yeshua, ya kale yamepita, sasa amekuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo sasa akiingia ndani ya Yeshua tu unakuwa umepatanishwa na Yawe, kwa sababu umemkubali Yeshua, umekubali msamaha wa dhambi, umekubali yote Yeshua aliyofanya. Mstari wa 18 inasema, lakini vyote pia vyatokana na Yawe aliyetupatanisha sisi na nafsi yake, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Masihi. Sasa si unaona, yeye Yeshua Yawe alitupatanisha sisi na nafsi yake, si nimekwambia? Kwa hivyo Yeshua alikuwa na nafsi ya Yawe akitupatanisha na Yawe. Nafsi ya Yawe inatupatanisha na Yawe. Anasema kwa nafsi yake kwa Masihi, kitumia Masihi ambaye ndiye nafsi ya Yawe. Naye alitupa huduma ya upatanisho, naye huyo Yeshua akatupa huduma ya upatanisho. Kwa hivyo tunafaa kuwa tunapatanisha watu na Yawe. Tunaambia watu waweze kutubu dhambi zao, waweze kuondokea dhambi. Kwa sababu dhambi ndio tu inaweza kutenga watu na Yawe. Na dhambi inaondolewa kwa kutubu.
sio kwa kuoga na maji, sio kwa kufanya mambo mengine. Unatubu. Kama ulibatizwa katika Yeshua, basi dhambi inaondolewa kwa kutubu. Si unaenda kujibatiza ama kufanya jambo lingine lolote, unatubu. Tutakuja kufundisha kwa nini mtu anaweza batizwa aje, kwa nini kubatizwa mara ya pili kwa nini. Kwa hivyo alitupa huduma hiyo ya upatanisho. Mstari wa 19, yaani Yawe alikuwa ndani ya Masihi. Kwa hivyo hiyo Yawe alikuwa akipatanisha yeye na nafsi yake mwenyewe. Inasema yaani Yawe alikuwa ndani ya Masihi. Yaani Yawe alikuwa ndani ya Masihi. Yawe ule baba alikuwa ndani ya Masihi. Kumbe ndio Masihi ako na nafsi ya Yawe. Kumbe ndio wanafanana, kwa sababu alikuwa ndani akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Alikuwa ndani ya Masihi. Akipatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa hivyo Yeshua alikuwa ni nafsi ya Yawe, na ndipo anasema ni mimi nimekuja katika jina la Baba yangu. Maana Yawe ndiye anaongea akiwa ndani ya Yeshua. Akasema mimi nimekuja. Na ndipo Yeshua anaongea kama Yawe. Anaongea kama baba yake. Hata anasema mimi niliumba, mimi nilifanya. Kwa hivyo wewe unayemdunisha Yeshua, wewe unayemdunisha huyu mwana wa Yawe, hiyo ya kwamba unamdunisha Yawe, na hakika msamaha wa dhambi unashindwa kupatikana, kwa sababu Yawe ni roho, na wanaomwabudu lazima waabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo usimdunishe Yeshua, kwa sababu utapata msamaha, kwa sababu yule atakaye kufuru roho hatasamehewa. Ulimwengu na nafsi yake asihesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hivyo ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hivyo tunaambiwa sasa tuseme nini? Basi tu wajumbe kwa ajili ya Masihi, na kana kwamba Yawe anaisihi na vinywa vyetu. Yawe anaomba kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Masihi mpatanishwe na Yawe. Tunawaomba kwa ajili ya Masihi, hata mimi nawaomba katika jina la Yeshua. Kwa ajili ya Masihi mkubali kupatanishwa na Yawe, mkubali kutubu dhambi, mkubali kuondokea dhambi. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Yawe katika yeye. Kwa hivyo alimfanya kuwa dhambi. Kwa hivyo wakati tunapomtazamia Yeshua, tunapotazamia damu iliyomwagika katika mti, tunakuwa sasa sisi tunakubali kupatanishwa na yeye. So mbarikiwe, mbarikiwe sana. Jina la Baba lipewe sifa. Muweze kukubali kupatanishwa na Yawe, mkubali kukaa ndani ya Yeshua, kukiri dhambi, kutubu dhambi, na Yeshua ni mwingi wa rehema, na atatufanya tuishi ndani yake kama tutakubali kupatanishwa na yeye. Praise Yawe. Haleluya.